Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Mpenzi mtazamaji, leo tena ni furaha na bashasha kuwa naye ustadha wetu kipenzi chetu ambaye anazidi kukuelimisha mpenzi mtazamaji, kukuelimisha wewe kuhusiana na masuala haswa yanayowatokea wanawake, ama ni vitu gani wewe kama mwanamke unafaa au unapaswa kuweza kuyafahamu. Na inshallah mpenzi mtazamaji, katika mada yetu ya leo tunaangazia mwanamke na upande wa kuwa imamu. Na katika awamu ya kwanza mpenzi mtazamaji, tutaangazia mtazamo wa Ahlul Bait katika muongozo wa mwanamke katika swala. Na inshallah tukielekea kwake ustadha tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu sana ustadha. Asante sana na nashukuru kwa kunikaribisha tena katika TV zetu za Mahadi TV na kwa kukutana nanyi tena kwa mara nyingine tena. Nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Midamu ni wazima tunasema alhamdulillah. Naam. A'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ama baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaka rehema zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na mama, baada ya salamu, moja kwa moja tuingie katika mada yetu ya kuhusiana na uimamu wa mwanamke katika swala. Ni mwanamke kusimama katika swala kama vile imamu. Je, linawezekana hili? Na moja kwa moja mada yetu tutaiangalia kuhusiana na mtazamo wa Ahlul Bait. Ikiwa linawezekana ama ikiwa haliwezekani. Haliwezekani kwa upande gani na linaweza likawezekana kwa upande gani? Na ni kwa nini labda haliwezekani? Tutakuja kuangazia zote hizo tujue ni kwa nini labda haliwezekani. Kwa sababu saa nyingine mtu ukimwambia mtu uruhusi kufanya kitu fulani atakuuliza ni kwa nini. Unajua kuna ile maswali mtu anaweza kauliza. Sasa ukitengeneza swali lazima utengeneze na majibu yake pia. Utauliza swali alafu mtu kwa nini sasa? Sasa hiyo kwa nini tutakuja kuizungumza ni kwa nini. Lakini kwanza tuangalie mtazamo wa Ahlul Bait alayhimus salam kuhusiana na swala hili la mwanamke kuwa yeye ni kiongozi wa jamaa. Tunaambia kwamba swala la mwanamke kuwa imamu wa swala ya jamaa kwa wanaume pia hilo limejadiliwa kwa Ahlul Bait na katika madhehebu mengine. Kwa mtazamo wa hukumu na sheria za dini, mwanamke haruhusiwi kuwa kama imamu. Kwa sababu tukisema kwamba anaruhusiwa ina maana kwamba tumeshalipitisha atakuwa imamu pia mpaka kwa wanaume. Kweli. Unaona? Ama atakuwa labda na ile power ya kuwa kiongozi labda pia katika mambo fulani. Kwa hiyo unakuta mwanamke kuna vitu kadhaa katika hukumu na sheria ya dini tumewekewa mipaka. Kimoja kama hivyo katika kuwa imamu, hatuwezi kusimama mbele ya wanaume tukawa mbele pale wanaume wako nyuma tukaanza kuwaswalisha, ama pia katika usimamizi. Kwa unakuta kuna vitu katika hukumu na sheria za dini wanawake vimetufunga. Tuseme ni kutufunga ama ni Sema nadhani pia kutuhifadhi. Kutuhifadhi na Mwenyezi Mungu anaposema kitu, kila kitu kina hikma yake. Anajua kwa nini amesema hivyo. Naam. Mwenyezi Mungu yeye kweli anajua ni kwa nini amesema hivyo. Kwa sababu kama likiruhusiwa hilo moja kwa moja kutokana na vile wanawake jinsi tulivyo, itakuwa ni vitu vile ambavyo tofauti. Havitawezekana. Sisi kama wanawake kusimama mbele na tukaanza kutoa mwongozo fulani kwa kuongoza wanaume. Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo mtazamo wa Ahlul Bait kwa kuhusu mwanamke kusimama yeye kama imamu, akasimamisha swala, akawaswalisha maybe group la wanaume na wanawake ama wanaume, hilo sisi tumekiwa mpaka hapo. Kwa wanawake hatuwezi kuwa imamu wa swala ya jamaa. Pamoja na kwamba swala hii ya jamaa iko na masharti yake na hukumu zake katika hukumu na sheria za dini. Hata kama ni kwa wanaume, kuna yale masharti ambayo lazima pia mwanamume yawe yamekamilika kwake ndio ili aweze kuwa imamu wa jamaa. Yako masharti kadhaa lakini sitataja yote. Kuna vile kama uadilifu.
ili mtu aweze kuwa ni imamu wa swala ya jamaa kuna uadilifu. Mwanamume anatakikana uwe ni mtu mwadilifu, ndio ili aweze kusimama na kuwa imamu wa swala ya jamaa. Na si kwamba eti wanawake labda tumekataza kwamba hatuwezi kuwa waadilifu, hapana. Uadilifu tunaweza kufanya, lakini ili kwetu sisi tumewekwa pembeni kwa sababu ya hikma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na pia vile vile mtu ambaye anaweza kusimamisha swala ya jamaa, kuswalisha swala ya jamaa, mtu anatakiwa awe na elimu ya dini. Yaani anatakiwa awe mjuzi, kwa sababu kila kitu kina utaalamu wake. Kwa hiyo swala pia kuna utaalamu wake. Ina maana kwamba ikiwa haujasoma elimu ya dini na ukaifahamu vizuri, ina maana hautajua vile unavyotakikana kuiongoza hiyo swala katika kuwaongoza watu. Kwa sababu mistake yote utakayefanya pale, ina maana wewe ndio utakayebeba hizo dhambi za watu wote. Kwa hiyo lazima mtu awe ni mtu ambaye ana ujuzi, ana elimu yake nzuri ya dini, ambaye atakayeweza kusimama na akaswalisha watu na akaweza kufanya vizuri katika kila kitu, kuanzia mwanzo atakapoanza kuswalisha mpaka mwisho. Na pia vile vile na katika sheria nyingine ni mwenye kusimamisha, yani uimamu wa swala ya jamaa ndakana wewe ni mwanamume kwa ajili ya wanaume. Kwa ajili ya wanaume ina maana, kwa tukisema kwa ajili ya wanaume ina maana kwamba mwanamke hataweza kuja kusimamisha wanaume, yeye akawa ni kiongozi anawaswalisha swala yeyote ile, haitaruhusika. Kwa hiyo imamu wa swalatul jamaa hapa ndekana awe nani? Ni mwanaume. Sasa usije ukajiuliza labda kwa nini basi tusinge kwa sisi wanawake. Hapana, kama nilivyotangulia kusema, kuna hukumu na sheria ambazo yani hatutakuwa wanawake tuko moja kwa moja katika kuzifanya. Lazima tunatakiwa tuzichunge kwa sababu fulani. Sawa sawa. Na kutokana na hilo basi, tukiangalia katika dalili za Shia Ithna Asharia kuhusu imamu wa swala kwa wanawake, tunaambia kwamba kwa hili katika Qur'an hakuna dalili yeyote inemzungumzia mwanamke kwamba anaweza akawa ni imamu akasimama na akawaongoza watu katika swala. Hakuna aya yeyote iliyozungumza kuhusiana na jambo kama hili. Haya ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaruhusu, lakini kwa wanaume, si kwa wanawake. Ndio. Na tukiangalia si katika swala peke yake, kuwa imamu wa swala ya jamaa peke yake, kuna mambo kadhaa mwanamke pia bado yamefungwa, tumewekwa pembeni kidogo, na hiyo ni katika hekima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukichukua mfano mdogo tu kabla tujaingia katika hayo mambo nataka kuyataja, tuchukue tu mfano mdogo. Umeshawahi kumuona mwanamke anaenda kuzika? Hapana. Aingie kaburini na azike mtu? Kwa sisi dini ya Kiislamu hapana. Hapana. Kwa nini? Utauliza pia swali, kwa nini? Kuna hikma zake pale. Wajua wanawake sisi tumepatiwa nyoyo dhaifu, yani hatuna ule uimara katika nafsi zetu. Lakini mwanaume Mwenyezi Mungu mashallah akawapatia ile nguvu, yani ushujaa wa kuweza kukabiliana na mambo kama hayo. Mwanaume hata kama ni mama yake amefariki, hata kama ni kaka yake, hata kama ni babake, hata kama ni mtu wake karibu, ataweza kukaza ule moyo na aweze kuingia hata kwenye kaburi na aweze kumstiri mtu wake. Ndio. Niambie Haifa, wewe utaliweza hilo? Siliwezi. Ni ngumu sana kwa mwanamke kuweza kukabiliana na jambo kama hilo. Ni ngumu kwa sababu ukifika pale yenyewe tayari mara unahisi mwingine, yani unakuwa kama yani mtu amechanganyikiwa. Hasa mwanamke anakuwa ni mtu ambaye unajua mwanamume amejikaza. Mwanamume anaweza kujikaza. Acha nijikaze maana hili, alafu ushaweka katika akili ya kwamba ni kitu ambacho kinatokea. Sasa mwanamke anaweza fika pale na zile kelele atakazopiga. Si unaona? Na pale ni kitengo cha mazishi. Mtu anatakiwa pale azikwe, astiriwe. Ndio. Lakini sasa unaona mwanamke ukienda pale, ukifika pale, watu watafanya kazi ya kuzika ama wataanza kubembeleza wewe. Kwa hiyo maana unakuta mara tunawekwa pembeni, yani kwa sababu ya hikma kwa mambo kama haya. Kwa sababu yani wanawake sisi hatuyawezi yani kuyaweza kuyavumilia mambo kama yale. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapatia moyo wanaume wenye ambao wanaweza kuyavumilia mambo kama hayo. Kwa hiyo jambo moja ambao pia kama hilo ambalo wanawake tuko pembeni kidogo ni kuhusiana jambo kama hilo. Jambo lingine ni kuhusiana na katika ushahidi. Katika ushahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara ambayo ni sura ya 2 aya ya 282. Mwenyezi Mungu katika jambo hili la kutoa ushahidi pia
Pia hapo wanawake unaweza kuona kwamba Mwenyezi Mungu anatuonea ama ni vipi? Hapana. Ni kutokana na ile hali ya udhaifu wa wanawake jinsi tuliokuwa nayo. Maana tukiangalia kama ni ushahidi na haswa ukute labda ni familia inahukumiwa ama ni mumeo ama ni mtoto wako, unataka wengi wanaficha ule ukweli. Hata akisema mimi na washahidi, yani anaweza badilisha kibao. Acha hilo la kusema kwamba kubadilisha kibao, hilo pesa likatokea kwa mwanamume vile vile. Lakini katika hukumu na sheria ya dini, mwanamke yani hatakikani yeye peke yake kama yeye kutoa nini? Ushahidi. Mwenyezi Mungu alisema katika hii suratul Bakara, akasema kwamba na mshuhudishe mashahidi wawili katika wanaume wenu. Unaona? Yani jambo kufanya litokea jambo fulani ambalo linatakikana kuwe na mashahidi pale ndani yake. Sawa sawa. Mwenyezi Mungu amesema washuhudishe wanaume wawili katika ule utoaji wa ushahidi. Na ikiwa hakuna mwanamume, unaona, ikiwa hakuna wanaume wawili, basi mwanamume mmoja atasimamia wanawake wangapi? Wawili. Unaona? Ina maana kama kuna ushahidi, ina maana unatakikana kutolewa pale, basi wanaume wawili watoke pale kwa ajili ya kutolea ile jambo ushahidi. Na ikiwa wanaume hakuna, basi atachukuliwa mwanamume mmoja atolee ushahidi kwa wanawake hao wawili. So unaona? Hapo kuna tofauti. Kwa maana mwanamke mmoja hawezi kusimama yeye kama yeye akatoa ushahidi. Sawa sawa? Mwanamke mmoja akisimama kutoa ushahidi, yeye hilo jambo ambalo katika hukumu na sheria zini hatakubalika, itabidi kwa mwanamke mmoja wanawake wawili. Unaona, kwa wanawake wawili achukuliwe mwanamume mmoja ndo asimame katika kutoa ushahidi wa wale wanawake wawili. Unaona? Kwa katika jambo pia la ushahidi, wanawake yani pia kwa mmoja haitawezekana. Itabidi wachukuliwe mwanamume mmoja atasimamia wanawake hao wawili. Unaona? Kwa sababu ya tunaambia kwamba na mashahidi wawili katika wanaume wenu. Yani katika kutuletea jambo ushahidi. Na ikiwa hakuna wanaume wawili, basi mwanamume mmoja akae ushahidi katika kutolea ushahidi wa wanawake wangapi? Wawili. Kwa hiyo maana jambo la ushahidi pia hivyo nalo liko tofauti. Ndio. Wanaume anaweza kusimama mmoja katika kutolea ushahidi kwa wanawake hao wawili. Lakini mwanamke sisi huwezi. Kwa hiyo si katika uongozi wa swala peke yake, hata katika jambo la ushahidi pia vile vile. Mwenye nguvu zaidi ni mwanaume. Kwa hiyo tunaambia kwamba aya hii inaonyesha kwamba katika masuala ya kijamii na uamuzi wa sheria, wanaume wana nafasi ya mbele. Wanaume wana nafasi ya mbele ambayo anaweza kasimama na katoa ushahidi. Kwa hiyo tukaona kwamba ni katika swala peke yake, hata katika kutoa ushahidi pekee pia vile vile, wewe mwanamke mmoja huwezi kwenda kusimama na ukatolea ushahidi mahali. Lazima labda mkamiliki wanawake wawili, na wanawake wawili wakikosekana, basi yapatikane mwanamume mmoja atolee ushahidi wanawake hao wawili. Kwa hiyo hilo pia tunatakiwa tulifahamu, si swala peke yake. Na tukiangalia pia vile vile katika Suratul Nisa, katika mambo sasa ya usimamizi, kwa sababu tunaambiwa na Mwenyezi Mungu, kuna aya tunaambiwa, anatuambia kwamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Unaona? Kwa hiyo pia tunatakiwa pia katika usimamizi pia tunatakiwa tulijue hilo. Tusije tukaona kwamba eti labda ni swala peke yake. Kuna mambo mengi kadhaa katika hukumu na sheria za dini yametufunga, lakini kutokana na hekima za Mwenyezi Mungu kwetu sisi wanawake, yani hataweza kuwafanyaje kuyasimamia hayo mambo. Kwa hiyo kiangalia katika hii Suratul Nisa ambayo ni sura ya 4 aya ya 34 kwamba wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Ina maana mwanamke wewe huwezi kujisimamia wewe mwenyewe. Kuna mambo ambayo itabidi mwanamume akusimamie pale. Tuchukue tu mfano tu mdogo. Saizi Haifa, wewe uzae mtoto wako kijana. Mtoto yule umlee mpaka awe mkubwa. Utoke kwenda mahali unakuta labda ni usiku. Huo ni mfano mdogo tu ambaye mama yoyote yule anatumia jambo kama hili. Mtoto wako tayari umeshamzaa mwenyewe, ukamlea, ukamsomesha mpaka amekuwa barobaro. Wewe si ni mtu mzima. Ukitaka kutoka usiku utamuita, mwanangu njoo baba, nisindikize pale dukani. Unaona? Unaogopa kwa sababu ni usiku, wewe mwanamke peke yako. Mtu anaweza akakufanyia chochote anachotaka kukufanyia. Lakini yule mtoto kwa kuwa ni wa kiume tayari na ameshakuwa mkubwa, utamchukua ni kama msimamizi wako wa kusindikiza katika ile safari yako. Kweli. So unaona? Kwa nini? Kuna ile tu Mwenyezi Mungu yani
alivyowaumbia wanaume jinsi walivyo ni tofauti na sisi wanawake. Wanawake sisi tuna udhaifu, tujikubali tu. Wanawake sisi tuko na udhaifu. Matokeo. Tujikubali tu, tuko na udhaifu. Kiasi ambacho hata tukiambiwa kwamba hatutakikani kusimamia jambo fulani, tukubali tu. Kwa sababu saa hii hapo mpita barabarani akaja muizi akakunyang'anya kipochi, utasimama upige makelele tu, muizi yule kaondoka na kipochi na kila kitu kaenda nacho. Hauwezi hata kumkimbiza, unabakia tu unalia pale. Lakini mwanaume akiwa pale karibu anaweza akagombana na yeye, akamenyana na yeye mpaka akaweza kukusaidia. Kwa hiyo naona ni tujikubali tu wanawake kwamba kuna ile hali ya udhaifu ambao si wanawake hatuwezi kufanyaje kujisimamia sisi kama sisi. Lazima kupatikane wanaume wako pale. Kweli. Kwa hiyo tukiangalia pia aya hii tunapata pale ule wajibu wa wanazuoni na wakishia kwa aya hii kwamba wanaonyesha kwamba katika nafasi ya uongozi katika pia jamii wanaume ndio wamepewa kipaumbele, wamepewa jukumu katika kulisimamia hili. Kwa hiyo si katika swala tu peke yake. Kwa hiyo tunatakikana tujue kwamba swala ni wanaume wanaotakiwa kuwa ni maimamu wetu sisi wote, wanaume na wanawake, ama asimamie wanaume wenyewe. Wewe mwanamke huwezi kwenda kusimama mbele ya mwanaume na kwenda ukaswalisha. Naam. Na pia vile vile katika hadithi ya imamu wetu Imam Jafar Sadiq alayhi salam pia anasema Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, anasema kwamba mwanamke anaweza kuwaswalisha wanawake wenzake tu basi, lakini si wanaume. Kwa hiyo mwanamke sisi hutaweza kusimama mbele ya wanaume na ukaenda ukawaswalisha wanaume. Kama ni kuswalisha basi tuswalishane wanawake kwa wanawake, lakini si mwanamke ndo waswalishe wanaume. Kwa hiyo hilo ndio tunataka tulielewe. Na sisi katika swala tu peke yake nimetoa vipengele kadhaa vya kuonyesha vile wanawake kutokana na ule udhaifu wetu kuna majukumu mengi ambayo haturuhusiki sisi kuwa kama viongozi katika kuweza kuyasimamia. Naam, shukran sana ustadha. Hakika umeweza kuelezea vitu vizuri sana ambavyo wengi wanapaswa kufahamu, hasa mwanamke anataka kufahamu kuhusiana na uimamu hasa upande wa mwanamke. Insha Allah tukirudi tuka mapumziko tutaangalia awamu ya pili ambao naamini una mengi ambao umeweza kutuandalia insha Allah. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Ustadha Sofia ndani ya studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu mawili matatu ambayo ameweza kuyaangazia. Kunradhi, binafsi nimeweza kufurahi, hakika anazidi kuzichambua kwa undani, kuzichambua vizuri, na inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake, tukiwa naye ustadha wetu kipenzi chetu ndani ya studio zetu za Mahdi TV, si mwingine bali ni Ustadha Sofia. Anazidi kukuelezea na kukujuza zaidi kuhusiana na uimamu hasa upande wa wanawake, na insha Allah katika awamu hii tunaenda kuangazia mwanamke kama ni uimamu, je, inafaa upande gani? Tunataka kufahamu zaidi kuhusiana na hilo. Tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Naam, karibu sana ustadh. Asante. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Na bila kupoteza muda tuendelee na kipindi chetu cha pili kuhusiana na uimamu wa mwanamke katika swala. Naam. Tunaambiwa mwanamke katika hukumu na sheria za fiqhi kama ni kuswali, yani mwanamke basi kuwa imamu, basi anatakikana awe ni imamu wa wanawake pekee. Yani kusiwe kuna mwanamume yuko pale. Ndio. Kama ni wanawake na wanawake pekee, yeye mwanamke anaweza kusimama na akawaswalisha wanawake wenzake. Lakini pia katika kule kuswalisha pia kuna ile njia ya kusimama pale mbele pia ni tofauti. Mwanamume akisimama atasimama mbele pale. Ndio. Hata kama ni wanaume wenzake atasimama pale mbele. Lakini kwa mwanamke, ikiwa hata kama ni kuswalisha wanawake wenzake, hatofanya mfano ule mwanaume kuwaswalisha wanaume wenzake. Yeye tunaambia kwamba mwanamke akitaka kuswalisha wanawake wenzake atakuja kusimama safu moja na wale wanawake wenzake, yani si kusimama pale mbele. Yeye anataka katikati ya safu. Ndio. Na katikati ile ya safu kukaa, yani maana kama ni kupishana labda ni bega tu. Lakini sio kwenda kukaa pale mbele kuweka mswala pale mbele kama vile wanaume wanavyofanya. Kwa hiyo mwanamke ikiwa ni kuswalisha basi atawaswalisha wanawake wenzake peke yake. Wanawake tu. Na asiende pale mbele. Atasimama katikati ya swafu, na kwa ile katikati ya swafu atakosimama ina maana kwamba ni kupishana tu mabega tu. Lakini sio kwamba ataenda pale mbele kabisa kama vile wanaume nao
wanaposwalisha. Kweli. Haya, labda wanawake ndio tukauliza, ni kwa nini wanawake sisi bado? Njoo kuna mtu ambaye bado, njoo mtu anaweza kumpatia, mtu anaweza kukuuliza swali haifa, lakini jibu utakalompatia wewe akawa hayuko tayari, anataka lazima umpatie jibu ambalo liko katika kichwa chake. Labda ulize tu kwa nini? Kwa sababu ya kwanza, tuanze kwanza kuchukua sababu tu moja kwa adhana. Umesha kusikia hata siku moja mwanamke anaadhini? Hapana. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu. Sawa. Na sababu hiyo hiyo pia itaingia katika ile kwa nini mwanamke hawezi kuwa ni imamu wa swala ya jamaa kwa wanaume? Ndiyo. Kwa sababu ya nini? Tutakuja kujua. Sasa hapa tunaambiwa jambo la kwanza ambalo labda mwanamke ni kwa nini hafai kuwa imamu wa wanaume. Kutokana na hukumu na sheria na uongozi katika Ahlul Bait, katika hukumu za kifiqhi, kuna mtazamo kwamba swala ya jamaa ni sehemu ya wilaya. Tukisema wilaya ina maana ni uongozi wa kidini. Uongozi wa kidini ndio pale umekusanya vitu tofauti kama vile nilivyokuwa nimetanguliza kusema mara ya kwanza. Kutokana na hukumu na sheria ya dini, mwanamke haruhusiwi kufanya hiki. Kutokana na hukumu na sheria ya dini, mwanamke haruhusiwi kufanya hiki. Kwa hiyo pia swala la uimamu linaingia katika swala la wilaya ambao ni katika uongozi wa kidini. Kwa sheria ya dini, mwanamke hafai kuwa imamu wa swala ya jamaa. Kwa tunaambiwa uimamu wa swala umewekwa katika hukumu na sheria za dini ni kwa mujibu wa Qur'an na hadithi, umewekwa ni kwa wanaume tu, lakini si wanawake. Kwa hiyo mwanamke usije kajiuliza ni kwa nini. Hii ni hukumu na sheria, mwanamke hawezi kuwa imamu akaswalisha wanaume. Na pia vile vile kuna ile uongozi mwingine kama nilivyotaja pale mbele, mwanamke hataruhusika. Kwa hiyo yote hii tuwe katika raundi moja kwamba sisi kuna mipaka ambayo wanawake sisi imetukatisha hapo, tusifanye hivyo. Kwa nini? Tuendelee kusema. Naam. Jambo la kwanza tutakalosema labda ni kwa nini mwanamke hatakiwi hafai kuwa ni imamu wa swala ya jamaa kwa wanaume. Mwanamke anaposimama mbele ya wanaume akiongoza swala itavurugika jamani. Kwa sababu gani? Utakosekana ile khushu', unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jamani, tukisema khushu' inatakikana jamani, mtu anaposwali asahau kila kitu, akae pale kwamba yeye anauzungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe mwanamke umekaa pale mwenyewe na sauti yako Bismillahirrahmani. Maana unajua katika swala wanaume mashallah wenyewe kuna vile ambao wanatengeneza sauti zao na zinakuwa tu ni kawaida. Hata ukisikiliza unakuta tu ni kawaida. Lakini wewe mwanamke kwa sababu upe speaker uambie usimame hapo mbele alafu na uswalishe wanaume. Na kama wanavyokuambia kwamba mwanamume yeye upendezeshwa na vitu vidogo vidogo tu, na ukitaka kumtoa concentration kuna vitu vidogo ambavyo utavifanya vitamtoa katika concentration sana. Kama hicho sasa umeenda sauti mwenyewe ni akinanda mashallah, yani sauti mashallah umebarikiwa, Mwenyezi Mungu amekubariki hiyo. Aya, niambie hiyo khushu'i kwa mwanaume itatokea wapi? Unyenyekevu utapatikana wapi pale mwanaume anyenyekee kwa Mola wake? Badala akae akinyenyekea kwa Mwenyezi Mungu atakuwa anasikiliza tu ile sauti yako mashallah. Sasa umeshamtoa katika unyenyekevu pale jamani. Kabisa. Na ukiangalia pia jambo lingine nadhani maumbile yetu ni tofauti. Yote hayo yanakuja hapo. Ukivaa majuba, wakivaa bado tu yuko vile vile. Bado. Kwa hiyo sara ya kwanza ni sauti. Unyenyekevu mwanamume ataupata wapi ndugu yangu? Enda ukaswali pale mbele, wewe uwe imamu, alafu tena uwe imama, alafu mwanaume ndo awe ni maamuma wako kwa sauti yako nyororo. Unyenyekevu mwanaume huyu ataupata wapi ndugu yangu? Hawezi kuupata. Na sasa hiyo ni mazungumzo kati ya mja na muumbaji wake. Haya, huo unyenyekevu utapatikana wapi wakati masikio hayanyimu? Watu wanasema utakachokiongea kitapita katika masikio. Sauti utakavyoongea itapita katika masikio. Moyo nao pia una upokeaji wake utakapopokea. Sasa wewe utamwacha badala ipokee mazungumzo yale na Mwenyezi Mungu, utakuta sauti inamfanya ndio inakuja ni mapokezi katika swala.
utamvurugia unyenyekevu wake. Hiyo ni sababu ya kwanza. Na hiyo pia ndio unakuta katika adhana mwanamke huwezi kupewa speaker ukaambia tu uadhini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na ndio maana pia upande wa kama hata mwanamke yeye ni kama imamu upande wa wanawake wenzake, sauti yake inafaa paswa kuwa chini. Ndio hata mwanamume akipita yani sauti haifai kuwa juu, akaisikia yeye. Yani inafaa kuwa yani chini, yani as possible. Maana ni nyinyi hapo tu mnao swali. Msije ukasema kwamba atajua mwenyewe. Sio atajua mwenyewe. Ni dini. Ni dini ndio inasema kwa hata na wewe pia unatakikana pia ujihifadhi yani. Kwa sababu wewe mnaweza mkajikuta mko kwenye ibada lakini mnaumiza mtu kule nje. Wallahi. Mko kwenye ibada lakini mnaumiza mtu kule nje. Kwa hiyo wanawake jamani, hatujaonewa. Uanze kuuliziwa jamani, labda tamke wa mtu jamani. Nimesikia kuna mtu alikuwa anaswalisha hapa sijui ni nani, kumbe ni mke wa mtu. Unaona jamani, tutajikuta tumeipeleka watu mahali ambapo hapastahili. Tumejitia dhambini. Subhanallah. Haya, na katika jambo lingine nalo pia vile vile katika rukuu na sujudu, maumbile yetu, we mwanamke tu mwenyewe urukuu kisha uje usujudu. Subhanallah. Hata kama utasema nitakuwa nimevaa labda chador ama nimevaa jijuba langu labda kubwa kubwa, hali ni ile ile. Utakapoinama na kuinuka mwanangu, umbile linajichora tu pap. Hali ni vile vile. Sasa mtu badala afanye ile khushu kwenda, utaacha mtu aende akifunga jicho moja jingine akaliachia wazi ni kwenye sala. Subhanallah. Yani sasa hii tutakuwa tumewapatia mtihani wale maamuma kule nyuma. Kwa hiyo hizi zote ni sababu za kufanya. Kwa nini? Ukijiuliza kwa nini, sababu ndo hizi. Kwa nini mwanamke hafai kuwa imamu wa swala ya jamaa kwa wanaume? Sababu ndo kama hizi. Tawasha watu waende katika rukuu na sajida, limefungwa jicho moja, jingine limeachiwa wazi. Mtu yunuka haraka hata kabla hajasema Allahu Akbar, sami Allahu liman hamida, ashainuka. Kishainuka. Subhanallah. Allah tunusuru. Yani haya yote ni katika mambo yani ambayo tunakatazwa, kwa sababu mambo yanaweza katokea, kwa sababu unajua shetani naye anakuwa ana njia zake. Naam, ana njia zake. Uanze kusema kwamba sitoko kwenye swala, si mtu anatakiwa akiwa ana swala anatakiwa na Mwenyezi Mungu, ndio, lakini shetani, we mara ngapi unaswali swala unakosea? Kwa nini? Na uko peke yako. Si shetani ndo unakuta yuko pale amekuja anachezea na wewe. Ndio unajikuta umeswali mara ya kwanza ukakosea, ukaswali mara jamani mpaka mwisho mimi hata nimechoka sasa. Shetani yule anakuingilia katika swala zako ili uache kuwa na ile khushu'i kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na uko peke yako sasa hiyo. Niambie, ndo wewe ndo imama, uko pale mbele, fana maamuma ni wanaume wako nyuma yako. Si ndio shetani atawaingia vizuri hawa wanaume? Vizuri sana. Kwa hiyo tuje tukasema kwamba eti labda ni kwa nini Mwenyezi Mungu labda sisi tunaonewa ama kitu gani? Si kuonewa, ni kutokana na yale mambo jinsi yalivyo, kutokana na mujibu wa hukumu na sheria za dini. Na tunaambiwa hapa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Muhammad, tunaambiwa kwamba kama basi kuna kama basi kuna ile mwanamke anaweza akakuwa imam, basi hata mtume sangemweka Bibi Fatima. Kweli. Bibi Fatima tu Zahra alayha salam akakuwa imamu kipindi kile. Lakini mbona Bibi Fatima hakukuwa imamu? Na yeye alikuwa ni mwanamke ambaye subhanallah tayari ameshabashiriwa pepo. Kwa hiyo labda ingekuwa kuna ile kwamba kiunafu fulani kwamba angeweza labda, lakini pia hilo limekatazwa kwake. Sembuse mimi na wewe ambao wakati wote sisi yani nusu tuko nusu 50-50. Dakika tumeponyoka. Tumeshasahau kama kuna Mungu hataki tufanye. Tunajikuta tumeponyoka tunafanya. Unaona? Sasa hebu niambie, na kwa hii hali ambayo iko sasa hivi hapa, hiyo khushu'i, watu kukaa karibu na Mwenyezi Mungu na kuswali, kukaa kabisa kuwa makini katika swala, utapatikanaje utulivu katika swala kwa jambo kama hili la mwanamke umweke pale mbele ya kuwe imamu? Haliwezekani. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba kwa mtazamo wa Ahlul Baiti na Shia Ithna Asharia imefunga hilo kwamba mwanamke hawezi kuwa ni imamu katika swala ya jamaa kuwaswalisha wanaume. Sababu kuu ndo kama hizo. Na pia vile vile hakuna ushahidi wowote kutoka kwa Qur'an wala kwa hadithi kwamba mwanamke anaweza akakuwa ni imamu wa swala ya jamaa. Haiwezekani. Kwa hiyo tunatakiwa tulielewe kabisa. Hilo haliwezekani kabisa. Na hakuna ushahidi wowote. Kwa hiyo mtu asije akasema kwamba lazima labda anataka kuwa kiongozi yani katika swala ama kusimamia uongozi wowote. Kwetu sisi tumekiwa mipaka jamani.
Kwa hiyo tunatakiwa tujikubali sisi wanawake kama wanawake, kwa sababu kuna sheria tunatakiwa tuzitunze. Na hizi sheria ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini ameziweka? Mwenyewe ana hikma zake. Kwa hiyo tuje tukauliza kwa nini nyingi, akati Mwenyezi Mungu mwenyewe ameshaziweka hikma zake hapo, na sisi tunatakiwa ni kuzifuata tu. Ukizifuata itakuwa umefanya ule wepesi na urahisi katika kutumikia hukumu na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume na hapo, ujitie ulazima wa kufanya mambo ambayo hautakikani kuyafanya, utakuwa umevunja sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tuchunge sheria za Allah. Usiwe imam, usijipeleke kimbele au ukataka kwenda kusimamia mambo ambayo mwanamke wewe huruhusiwi kusimama na ukayasimamia mambo kama hayo, haitakikani. Kwa hiyo mipaka ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lazima yawepo, na lazima vile vile tuyachunge. Si katika swala pekee kama nilivyotangulia kusema, bali pia katika mambo mengine pia ya usimamizi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Hapa si an-nisa qawwamuna 'ala ar-rijali, la, ni ar-rijal. Isipokuwa tu wanaume pia nao katika hiki kipengele wanao pia kuna wengine ambao wanakitumia kwa ubaya. Midamu Mwenyezi Mungu ar-rijalu amesema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, unakuta wanaume wengine wanaitumia kwa ubaya. Anajiona yeye ndio jabari wa kutumia pana. Pia wanaume nao pia mnatakiwa muangalie katika usimamizi huu. Usio usimamizi wa uoneaji, kumuonea mwanamke ama kumnyanyasa. Hapana. Kutokana na maumbile yetu Mwenyezi Mungu aliyotuumba, isiwe na wanaume wamepata nafasi ya kunyanyasa wanawake. Yani ambao mfanye yule mwanamke afeel kwamba yuko safe mahali fulani. Yani ajue kabisa mimi najua pana mtu fulani wa kunilinda, pana mtu fulani ambaye nikitaka msaada naenda kwake. Yani siwe kama unampa ule uoga kwamba huyu leo hata nikiangalia sura yake na kasimba huyu. Kwa hivyo hata siwezi mfuata nikamwomba usaidizi. Kwa hiyo hilo wanaume pia tunawaomba, ingawaje mmepatiwa hayo majukumu, basi isiwe kuna unyanyasaji ndani yake. Kwa sababu mtakapoleta unyanyasaji ndani yake, ndio pale tutasema wanawake kwamba sisi hatutaki na tunavunja sheria. Unaona? Na tutakaposema tunavunja sheria, sikuvunja sheria yako wewe mwanaume, wala sikujivunjia mimi mwanamke, nimemvunjia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ile ndio sheria tayari ameiweka. Kweli. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe makini wote. Sisi wanawake tukubali kutokana na maumbile yetu, na wanaume na msitumie upawa kwa sababu ya kile kipaji Mwenyezi Mungu alichowajalia nacho. Kwa hapo tunatakiwa tuwe makini sana. Kweli. Kwa hilo. Naam. Hakika shukran sana ustadha, umeweza kuelezea kitu ambacho kinafaa zaidi, na ni kitu ambacho najua wengi upande wa wanawake huenda labda mtu akaona yuonewa maskini, maana wanawake sisi tunajijua sana. Huwa mara nyingi sana tunasema tunaonewa, tunalalamika mara nyingi tunasema tunaonewa. Kwani hilo tu mbona nisiweze nikalifanya? Na si mimi ningeweza tu kufanya. Ndio maana unaona mambo hayo. Ndio maana sasa hivi wanawake tumeenda kujivalisha mavazi ambayo hata si ya kwetu. Kweli. Na kujivalisha shughuli ambazo si za kwetu. Ndio. Mwanamke tumeenda kuingia katika wanawake tunabeba kwenye mijengo. Ushakuona wanawake kwenye mijengo? Kweli. Unakuta mwanamke anabeba mavyuma. Mavyuma anabeba. Yani tumejiingiza katika mambo ambayo hata katika kimaumbile unakuta yani hatuko hapo. Lakini tumeenda kujiingiza ile ubishi wetu kwamba tunaweza. Wakati Mwenyezi Mungu mwenyewe ana hikma ya kukuumba vile alivyokuumba. Sasa kuna wanawake wanaenda zile gym, anaenda kuongeza misuli, yani unataka kujifananisha na mwanamume ama kwa sababu kuna ile kwenda kufanya ile tizi useme labda mimi napunguza mafuta. Kuna mwenye yenda ongeza misuli sasa. Hebu niambie. Sasa wewe ukitaka kuongeza misuli alafu labda maskini umeolewa, ule mume atakuwa fungu gani? Itakuwa labda yani akifanya hivi wrestling ishatokea katika nyumba. Hapo sasa. Kwa sababu pia vile vile utaharibu maumbile yako kwa wanawake. Maumbile, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuweka maumbile yetu sisi tofauti na wanaume. Mwanaume atakienda gym, yeye atakuwa mwili wake tu umekaa tu uko sawa. Lakini mwanamke si ukivua nguo mbele wanawake wenzako watakukimbia. Kweli. Kwa sababu umeshavuruga ile maumbile. Hata utakuwa ile mvuto tena utakuwa mume wako itakuwa tena hakuna. Sasa ndio maana akakwambia sasa hivi tumejiingiza katika mambo ambayo yani hayatakikani katika hukumu na sheria za dini, lakini tumejiingiza hapo. Tunafanya. Na tumekiwa mipaka, lakini bado tumejiingiza na tunafanya. Kwa hiyo tuangalie jamani, utakapojiingiza ufanye, urudi nyuma uangalie sheria ya Mwenyezi Mungu, je inasemaje? Kwa hiyo tuje tukajiingiza katika mambo ambayo hayafai. Usimamizi tuachilie wanaume wenyewe kutokana na mujibu ya
huku na sheria za dini kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na pia vile vile uimamu tuwaachilie wanaume, tusije tukatoa khushui kwa wanaume. Usije ukaenda ukajilazimisha kwamba mimi naweza nikaswali, kwa nini kama ni elimu ninayo, nimesoma. Kama ni kusoma qiraa kizuri ninacho. Unaona? Kwa hiyo ni kitu gani ambacho sina? Usije ukajichukulia ukajibebesha kitu cha lazima wakati sheria haikuruhusu. Shukran sana Ustadha, hakika imekuwa faraja kuwa na wewe katika kipindi hiki hadi tunapomaliza sasa hivi. Umeweza kuelezea mambo mengi ambayo naamini mpenzi mtazamaji atakuwa amefaidika, hasa sisi wanawake, maana ni wanawake kidogo sasa hivi ambao wachache ambao wana ari ya kutafuta elimu. Wengi percentage kubwa ya wanawake tumeamua tukae nyuma tuwasikize mashehe tu wakiongea, tumekataa kutafuta elimu. Sasa inabidi tuongozwe, kama hatutaki kujiongoza naona. Tutaongozwa kwa yule sheria inavyosema, na vitu vingine vinavyo pia ambavyo haviko katika sheria tutapeleka kwa sababu ya ujahili wa kutokusoma. Kabisa. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Ustadha Sofia ndani ya studio zetu za Mahdi TV, nadhani umeweza kumsikiza alivyokuwa ameanena maneno yake na kuyapangilia kwa mpangilio mzuri, kwa kuelezea wewe na kufahamisha kwa nini wewe huwezi kuwa imamu. Unavyojua mpenzi mtazamaji, ima wewe ni mtoto wa kike, ima wewe ni mama nyumbani, huwezi muongoza hata kama ni vijana ambao, kwa sababu gani? Ukiangalia wewe maumbile yako ni tofauti na mwanamume, sauti yako ni tofauti na mwanamume. Na inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kuambia maasalam.